Sasa niambie, dunia ya leo ni tajiri gani au ni mtu gani amewahi kusafiri na watu 60,000 kutoka Mali mpaka Maka? Amepita Misri akagawa zawadi za dhahabu, akaharibu, akasababisha tunasema inflation, tunasema mfumuko, yani bei ya dhahabu ikashuka, na ilichukua zaidi ya miaka 20 kwa soko la dhahabu Middle East pamoja na yani Mashariki ya Kati na Misri kuweza kurudi kwenye hali ya kawaida. Na hizo ni alikuwa na dhahabu za zawadi tu miaka 20. Msafara wa watu 60,000 unasafiri nao vipi? Hao watu wanatakiwa wale, wanatakiwa wavae, wanatakiwa wanywe. Kwa hiyo ndio maana tunakwambia hakuna. Elon Musk ni tajiri namba 1. Yeye manake kwa bei ya dhahabu ambayo bei tulionayo leo, maana yake Manka Musa alikuwa anatembea na dhahabu yenye thamani ya zaidi trilioni 4 kwa miaka zawadi hiyo trilioni 4. Sasa hiyo ni bajeti ya wizara ngapi? Kwa hiyo mzee, hatuambiwi haya mambo. Kwa hiyo mtoto wa Kiafrika hafundishwi kwamba kulikuwa kwenye uchumi tulikuwa tuna watu matajiri ambao walikuwa wanadhibiti njia za kibiashara za ndani na za kimataifa, ndo hawa kina Manka Musa. Pia tumepigwa sehemu nyingine, kaka yake Manka Musa ndio alikuwa wa kwanza kwenda kugundua Latin America. Sio Christopher Columbus, kwa sababu yeye Manka Musa alikuja kuwa mtawala baada ya kaka yake kwenda kwenye hiyo safari. Aliwatuma kwanza watu, walivyoenda wakamwambia tumeiona hiyo sehemu ipo. Kwa hiyo yeye ndio akaamua kwenda na zaidi ya mashua 3,000 za watu wake ili kwenda kuiangalia hiyo sehemu na kutengeneza mazingira ya Mali Empire kuwa kubwa. Bahati mbaya mambo ya baharini nini hakurudi, ndio Manka Musa akaja. Baadaye miaka zaidi ya pengine 1000 mbele tunakuja kuambiwa kwamba Christopher Columbus ndio aliyegundua. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ambayo tunapigwa na tunaonekana kama si hatujui. Ya mwisho, ramani yetu ndugu yangu Kashmiri. Ramani ya dunia, ukiangalia ramani ya dunia inaonekana Afrika ni ndogo. Lakini Afrika ni kubwa kuliko Marekani, Amerika ya Kusini, ya Kaskazini na mabara mengine mengi. Unaichukua China mara 2, unaichukua India, unachukua Ulaya Mashariki, unaichukua Urusi. Nchi zote hizo zinaingia ndani ya bara la Afrika. Lakini ukiangalia ramani yetu sisi ambayo tunafundisha watoto shule, ramani inaonyesha bara la Afrika ni kadogo hivi kako pale. Ile sio bahati mbaya. Lazima wewe udogoshwe kifikra na udogoshwe mpaka kwenye picha. Yaani mpaka ramani tu wanashindwa kukufanya hata kwenye atlas wanasema kwenye ramani unaonekana mkubwa. Yes, kwa hiyo katika mazingira hayo Umoja wa Afrika of course wameanzisha movement ya kutaka ramani ichorwe upya na size ya bara la Afrika ionekane kwa ukubwa wake, kwa sababu inatudogosha sisi wakati sisi ni wakubwa na inapaswa kuwa hivyo. Kwa hiyo hayo ni moja ya maeneo ambayo tumepigwa. Okay, sawa. Huyo ni Henry Mwinuka, lakini ni collab pia na DJ Sma kwenye kuzungumza Afrika Zinduka, ambayo kimsingi itakuwa ni jukwaa endelevu. Unaweza pia ukacheki kwenye Instagram page ya Henry Mwinuka ama DJ Sma 255 kwa ripoti zinazokuja zaidi. DJ Sma, nikushukuru sana na hapa Henry Mwinuka. Kama umependa unachokisikia, unaweza ukashare na mwenzio na yeye azidi kufaidika. Lakini kama ndo mara ya kwanza unamfollow DJ Sma 255, bonyeza subscribe hapo, alafu jiunge kwenye WhatsApp channel ili wewe unapata taarifa zote za link zote za makala ya DJ Sma yanapokuwa yanatoka. Ila vile vile show your love, show your support ili Fuse zidi kufanya makala mengine, tuzidi kuelimishana. Gharama ni nyingi, tuzidi kuboresha Fuse. Nachoweza kusema is one love. Namba hii hapo. Mwana Fuse, kuwa wa mwanzo kupata makala zote za DJ Sma zinapotoka. Ni rahisi, link zote za makala hutumwa kwenye WhatsApp channel ya DJ Sma 255. Subscribe upate makala yote yanapotoka. Njia ya kwanza ni kuscan hii QR code. Tumia kamera yako kuscan hii QR code. Itakupeleka kwenye WhatsApp channel, halafu bonyeza subscribe. Au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda kwenye hii namba. Andika message niunge kwenye channel, utapokea ujumbe wenye link. Bonyeza hiyo linki, itakupeleka kwenye channel, bonyeza subscribe. Utakuwa unapata makala yote ya DJ Sma za zamani na mpya kila zinapotoka. Vile vile DJ Sma nipo TikTok, nipo Twitter au X, Threads, kote natumia DJ Sma 255. Fuse by DJ Sma inawezeshwa na wewe mwana Fuse. Support yako inasaidia gharama za kiuendeshaji.
Tuma mchango wako kwa namba +255 0764 124 124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Sma, one love. DJ Sma. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.